Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na majibu ambayo ameyatoa huyu si mwingine bali ni Baba Levo. Nadhani kila mtu atakuwa anakumbuka kwamba Baba Levo bwana alisambaza video kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anaelezea kuhusiana na changamoto ambayo ilikuwa imetokea nyumbani kwake. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba nyumbani kwa Baba Levo bwana mfanyakazi wa ndani alionekana kumnyanyasa mtoto wake. Lakini kumbe kwa bahati nzuri ni kwamba Baba Levo alikuwa amefunga kamera almost kila sehemu nyumbani kwake humo, yani mpaka chumbani kwa watoto wake pia alikuwa amefunga kamera, mpaka chumbani kwa mfanyakazi wa ndani napo pia alikuwa amefunga kamera. Lengo ni ulinzi na pia vile vile kumonita kila tukio linaloendelea nyumbani kwake. Kwa hiyo hicho alichokifanya Baba Levo bwana ni kama vile tu kwa ajili ya usalama wa familia yake kwa ujumla, lakini kwa namna moja au nyingine ni kwamba wadau mbalimbali hawajapendezwa. Kwanza kabisa kuna watu wamegawanyika huko mitandaoni. Kuna wengine hawakupendezwa kabisa na kitendo cha mfanyakazi huyo wa ndani kufanya hicho alichokifanya kwa mtoto wa Baba Levo, yani alimfunga kamba miguuni, yani mtoto huyu mfanyakazi alimfunga mtoto wa Baba Levo alimfunga na taulo miguuni, mtoto akawa kama vile anateseka kwa namna moja au nyingine, kitu ambacho kilimuumiza sana Baba Levo, na ndio maana ikapelekea yeye kuposti hiyo video ambayo ilikuwa imerekodiwa na CCTV kamera pale nyumbani kwake mtandaoni. Kwa hiyo reaction ya watu mbalimbali ambao wameshuhudia video hiyo, kuna wengine waliumizwa sana na kitendo ambacho dada huyo wa kazi alikifanya kwa mtoto. Lakini pia vile vile at the same time kuna wengine hawajapendezwa pia na kitendo ambacho amekifanya Baba Levo kufunga kamera chumbani kwa mfanyakazi wa ndani, wakiwa wanadai kwamba kitendo ambacho amekifanya Baba Levo bwana ni makosa. Maana huyu binti wa kazi wa ndani, manake kuna wakati huwa anabadilisha nguo. Sasa kama kuna kamera inakuwaje kuhusiana na issue ya utu? Ni kama vile udhalilishaji, kwani anakuwa pia hana privacy. Kwa hiyo watu wengi sana kiukweli walikuja kuweka maoni yao kuhusiana na tukio hilo. Nataka hapa nikusomee baadhi ya maoni ambayo yalikuwa yamejitokeza, hata ukiachana tu na Instagram, lakini pia vile vile mpaka Twitter huko napo pia watu walikuwa wameweka maoni yao. Huyu hapa anaitwa Pari anasema kwamba bwana, yani Baba Levo kafunga kamera chumbani kwa dada wa kazi, alafu na yeye pia hii sio Twitter, hii ni Threads, mtandao mwingine huu mpya, ni kama Instagram. Ameandika huyu kwamba, kwa hiyo kupitia huko kwenye Threads ameandika kwamba yani Baba Levo amefunga kamera chumbani kwa dada wa kazi, alafu na yeye pia anaposti public kutafuta sympathy, yani huruma kutoka kwa jamii kwa mtoto wake, wakati kuna uwezekano wa kuona video za huyu bidada akiwa anabadilisha nguo. Sio sawa. Alafu akamalizia kusema kwamba watu wa haki za binadamu wanaweza kuruka na Baba Levo mule. Akamalizia kusema kwamba hapa alichokifanya Baba Levo hakutumia akili. Alafu hapa pia kuna mdau mwingine amesema kwamba bwana, maana yake alikuwa ana uwezo wa kumuona binti akiwa yuko mtupu bila nguo bila ridhaa yake. Pia hilo ni kosa. Kwa hiyo page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na maoni ya wadau mbalimbali huko mitandaoni. Kwa hiyo hapa kuna page imekuja imeandika kwamba bwana, baada ya msanii wa muziki na mwanasiasa Baba Levo kuposti video ya dada wa kazi akiwa na mtoto wake anayefahamika kwa jina la Platinum kitandani, akionekana akimfunga miguu mtoto huyo huku akirukaruka, ambapo ni kitendo hicho kilimkasirisha Baba Levo, akaichukulia kama ni unyanyasaji kwa mtoto wake, huku watu wengine wakitafsiri kuwa walikuwa wanacheza na sio kwa ubaya. Wadau wameibuka na mapya huko mtandaoni. Kuna baadhi ya watu wengine wamekuja kuhoji kwamba je, ni sahihi kamera kuwepo chumbani kwa dada huyo wa kazi kutokana na kuweza kuonyesha mambo ambayo Baba Levo hastahili kuyaona ya faragha kwa huyo binti.
Kwa hiyo huo ndo mjadala bwana ambao umeibuka huko mtandaoni kumuhusu Baba Levo, na kama unavyoelewa watu wengi sana wamelijadili hilo swala, lakini at the end of the day kuna wengine mpaka wamerekodi video wakiwa wanazungumzia hiyo issue, na nataka hapo usikilize baadhi ya videos ambazo zimeenda viral huko mtandaoni kuhusiana na swala hilo la Baba Levo kurekodi hiyo video ya CCTV camera. Baba Levo amemfuma mfanyakazi wa ndani akimtesa mtoto wake kwa sababu alikuwa amefunga CCTV kamera ndani ya chumba cha mfanyakazi. Sasa kuna jambo hapa watu mshindo kushtuka. Kile chumba yule msichana alikuwa anavua nguo, anabaki kama alivyo. Swali, je, Baba Levo alikuwa anashuhudia hayo yote? Jamani, unapofanya kitu, unapoamua kukitoa kitu, fikiria kwanza. Afu na watu mnajifanya kama vile hamuelewi. Je, Baba Levo ulikuwa hauoni yule mwanamke akifanya hivyo? Kwa sababu kilikuwa ni chumba chake cha faragha. Alikuwa akivua baki mtupu. So baada ya hiyo mijadala kuwa mingi ni kwamba moja kwa moja Baba Levo bwana amefanya interview na amelizungumzia hilo swala. Kwa mujibu wa interview ambayo ameifanya, Baba Levo bwana ameelezea kwamba ule ni utaratibu ambao upo nyumbani kwake, yeye na watoto 5, na huaga kuna ugomvi unatokeaga mara kwa mara kutoka kwa hao watoto wake. Kwa hiyo Baba Levo ameelezea kwamba huaga kuna ugomvi unatokea mara kwa mara kwa watoto wake, na ni jambo ambalo yeye linamlazimu kufunga kamera, kutokana na kwamba kila ugomvi unapotokea, ili yeye kuweza kufanya maamuzi vizuri, kuwaonyesha kwamba wewe umefanya hiki, umemkosea mwenzio hapa, lazima kamera ziwepo kwa ajili ya ushahidi. Lakini pia vile vile ni maisha ambayo watoto wake pamoja na familia yake mpaka dada wake wa kazi wameisha yazoea, na kuna utaratibu wa jinsi ambavyo wanaweza wakapata privacy. Yani kwa mujibu wa Baba Levo anasema kwamba mambo yao ya faragha kama vile kubadilisha nguo na vitu vingine kama hivyo, utaratibu unaeleweka, wameshajiwekea. Ambapo utaratibu huo kwa mujibu alichoeleza Baba Levo ni kwamba ukitaka kubadilisha nguo, kwanza kabisa kamera hazijafungwa kila sehemu, ukiachana na vyumbani, kila chumba pale ni master, kwa hiyo kuna choo vile vile. Kwa hivyo basi chooni hakuna kamera. Umeona Kwa hiyo vyumbani kuna kamera, lakini kwenye vyoo hakuna kamera. Kwa hiyo mtu akienda kuoga au akienda chooni, basi moja kwa moja kule kamera haipo. Lakini pia vile vile kubadilisha nguo kuna mawili. Either unaweza ukazima taa ukabadilisha nguo, au unaweza ukaenda kubadilishia nguo bafuni. Umeona ambapo hakuna kamera. Kwa hiyo hivyo ndivyo utaratibu ulivyo nyumbani kwake Baba Levo. Kwa Baba Levo amefanya interview na kulielezea swala hilo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau una maoni yoyote, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.